Baba, wanaona ukuu wako, wote ambao wanaitanishwa pamoja nao wanaona baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa ajabu, nafunika jamii yote, familia kwa jumla na damu ya Yesu Kristo. Natangaza hakuna atakaye kufa, hakuna atakaye angamia katika jina la Yesu Kristo. Wewe peke yako Asante Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu. Hakuna Mungu kama wewe. Nataka kwa hatua nyingine moja tuinue ministry hii ya Calvary Sifa mikononi mwa Mungu. Tutangaza kwamba mapenzi ya Bwana ifanyike mahali hapa. Katika huduma hii Bwana atupanue. Katika huduma hii Bwana atuonekanie. Tuombe huduma kwa jumla ya kwamba Bwana awe pamoja na sisi. Bwana atembee pamoja na sisi. Kila jambo Bwana awe pamoja na sisi. Kwa utukufu wa jina la Yesu, inua tu sauti yako, ombea huduma hii ya Calvary Sifa. Baba, asante ni kwa ajili wewe ni Mungu. Asante maana wewe ni mwanzilishi wa huduma hii. Asante maana wewe ni mwanzo wa huduma hii. Wewe ni Alfa na Omega katika mwanzo wa huduma hii. Baba, tunashukuru katika generation hii, katika kizazi ambayo tuko Bwana, huduma hii ikazaliwa. Bwana, tunakutukuza maana unatupangia mambo makuu. Kwa hivyo Jehova, ninainua mtumishi wako Baba aliyezaa huduma hii, aliyebeba maono hii. Baba, tunaomba neema yako katika huduma hii. Tunaomba Jehova uende na sisi katika huduma hii, ya kwamba Bwana mahali popote Jehova utaturejeshea katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya madhabahu hii ya Mozi. Baba, unatenda mema makuu katika madhabahu haya. Unaonekana katika madhabahu haya Baba. Unawapa kibali na neema katika mji huu. Jehova, unabariki wazazi katika mji huu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya madhabahu ya Lord. Jehova, tunatangaza neema na kibali katika madhabahu hiyo ya Lord, ya kwamba mapenzi yako Bwana ifanyike, ya kwamba Jehova unatutendea mema. Baba, unatuonekania, unainua wazee katika mji wa Lord Keriget, unainua vijana katika mji wa Lord Keriget, unainua wamama katika madhabahu ya Lord Keriget. Wacha utukufu wako uonekane. Asante kwa ajili ya madhabahu ya Iten. Baba, tunatangaza neema na kibali katika madhabahu ya Iten. Jehova, Baba, unashuka na kutenda mema, unapanua madhabahu hiyo Jehova, zaidi unawapa neema na kibali katika mji wa Iten. Jehova, unawapa neema na kibali na Baba yetu, asante maana unatenda mambo makuu na watumishi wote ambao wanafanya kazi katika hii huduma. Baba, kuna mapasta katika huduma hii, kuna Jehova wake wa uchungaji katika huduma hii, kuna waimbaji katika huduma hii, kuna mashemasi katika huduma hii. Baba, kila mtu ambaye anafanya kazi katika huduma hii, Jehova utuinue katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya neema yako Jehova, asante kwa ajili unatenda mema katika jina la Yesu. Baba, pokea sifa Jehova, asante kwa ajili ya huduma. Baba, uinuliwe na hata ubarikiwe. Pokea sifa Jehova, pokea utukufu, maana unastahili sifa, unastahili utukufu, unastahili heshima Bwana. Oh, hallelujah. Asante Bwana. Oh, thank you, Jesus. Nataka tuende mbele za Mungu. Tulianza jana mkutano. Nataka tuende mbele za Mungu tumwambie Bwana asante kwa ajili ya siku ya jana. Bwana alikuwa mwaminifu akaonekana. Mkutano ilifanyika kwa utukufu wa Bwana. Nataka tuinue mikono yako, mwambie Bwana asante kwa siku ya kwanza. Baba, tuliona wema wako. Baba, tuliona mkono wako. Mwambie tu Bwana asante. Oh, Baba, tunakutukuza, tunakuheshimu Baba. Asante kwa ajili ya mkutano Baba iliyoanza jana.
Baba, God. tunasangaza Father kwamba God, Baba, we began Baba, our ulitutenda mema conference siku ya yesterday. jana. And Lord, Tunarudisha we show dhabihu you za mkono shukrani wako. tukisema Tulishuhudia asante wema kwa mkono wako. Bwana, wewe Tuliona ulishika uaminifu mkono. wako Bwana. Ulituongoza Tuliona Bwana. Jehova ukitenda Tuko mambo hapa makuu. Mfalme. Tuliona Maana Bwana Bwana ukitubariki. imekupendeza. Oh, Tuliona Bwana, asante Bwana kwa kutupa ukituinua. neema. Tuliona Asante kwa Bwana kibali chako kwa siku ya ukitushughulikia kwanza. mahitaji Bwana, ya jana. leta Tuliona watu hata kwenye ukishughulikia. mkutano huu. Baba, Na tunasema Bwana, asante tunakutukuza kwa wanenaji kwa ambao matendo walinena yako. siku ya jana. Tunakutukuza Baba, ulifanya kwa ikawa fadhili baraka zako. katika jina la Asante Yesu. Mfalme Kwa hivyo wa amani, Bwana, kwa tunarudisha anga Mfalme utukufu. iliyo wazi. Utukufu Asante, sikurudie Mungu asubuhi ya wetu, leo. maana Utukufu uliwahudumia watu sikurudie wako. asubuhi ya Asante, leo. Mfalme wa Utukufu amani, sikurudie maana asubuhi ya ulinena leo. mioyo. Utukufu Asante, ikurudie Mfalme, asubuhi ya leo. maana hata leo Pokea unaenda dhabihu kutenda. za shukrani. Asante, Mfalme, Pokea dhabihu maana za hata leo unaenda shukrani. kutenda. Asante Ulivyotenda maana ulitenda jana. hata leo Bwana Asante maana unatenda. ulitenda jana. Tenda jana Asante Bwana, maana hata tulikuona leo jana. unatenda katika Tuliona jina la uaminifu Yesu. wako Bwana, jana. Tuliona Bwana, ukuu jana, wako hata jana. leo unatenda Baba, tena pokea sifa na katika utukufu. jina la Yesu, na Neema Bwana ulitupatia utupatie haya. jana. Bwana, Baba, leo ulitupatia unatujalia neema. pia katika jina la Yesu. Unatujalia bali kingine katika jina la Yesu. Asante Mfalme, maana hata leo unatembea nasi. Bwana, uwepo wako ukaenende pamoja nasi leo. May your presence go before us. May your presence go ahead of us, King of glory. May your presence go behind us, oh Abba Father. May your presence go beside us, King of glory. Surround us with your presence even today. Surround us with your presence even today, oh Lord. Father God, may you guide us. Oh Father God, even in today's activities, oh King of glory. Even today, so Lord, Father God, we pray for your power. We pray that you may shine forth your glory. May you shine forth your glory, oh shine forth your glory. May your glory, Father, come forth in the name of Jesus. Oh Lord of hosts, glory. Wanaachilia utukufu wako. Father God, we pray. Asante For Bwana. that glory, Asante Jehova. may your power Nataka kwa be hatua evident nyingine in the moja. name of Jesus. Nataka tutoe mili zetu iwe dhabihu iliyo hai asubuhi ya leo. Dhabihu ambayo inapendeza, dhabihu ambayo inakubalika machoni pa Mungu. Maana hiyo ndio theme ya mkutano huu. Nataka tu mwambie Bwana, ninatoa mwili wangu iwe dhabihu siku ya leo. Natoa maisha yangu iwe dhabihu, ili ibada yangu ikubalike mbele zako. Ninapokukuinua Bwana, ikubalike mbele zako. Ninapokuabudu Bwana, ikubalike mbele zako. Sifa zangu ikubalike mbele zako. Enda tu mbele za Bwana, mwambie ninatoa mwili wangu iwe dhabihu. Baba, katika jina la Yesu, asante ni kwa ajili ya neno lako. Katika Warumi 12, Jehova ukasema itoeni miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, dhabihu takatifu. Asubuhi ya leo Jehova, ninatoa mwili wangu iwe dhabihu, dhabihu ambayo inapendeza, dhabihu ambayo inakubalika, dhabihu ambayo Jehova inafaa mbele zako. Natoa maisha yangu iwe dhabihu iliyo hai. Natoa mwili wangu iwe dhabihu iliyo hai, dhabihu ambayo inapendeza machoni pako, dhabihu ambayo inafanyika machoni pako. Maisha yangu iwe dhabihu ambayo inapendeza, ili ibada yangu siku ya leo ikubalike machoni pako. Ninapoinua mikono yangu hii Baba kukuabudu, wacha ikubalike mbele zako. Ninaposujudu mbele zako Bwana, wacha maabudu yangu ikubalike mbele zako. Ninapokusifu Jehova, wacha sifa zangu ikubalike mbele zako. Baba, ninapokuomba, ninapokukulilia Jehova, wacha machozi yangu yawe manukato mbele zako. Wacha Jehova sifa yawe manukato mbele zako. Maabudu yangu yawe manukato mbele zako, manukato ya kupendeza Baba, manukato ya ambayo inastahili, manukato ambayo inapendeza Mfalme, manukato ambayo inatembea Bwana, manukato ambayo inastahili Baba. Sifa zangu iwe manukato, maabudu yangu iwe manukato, maombi yangu iwe manukato.
moto katika jina la Yesu Kristo. Rikata ya ndarabosika, natoa mwili wangu iwe dhabihu, natoa maisha yangu iwe dhabihu, natoa maisha yangu iwe dhabihu. Jehova, unaponitransform, Jehova, unanifanya uhamisho, Baba, wacha Jehova ikubalike mbele zako, wacha ukaniriniu asubuhi ya leo. Renew my mind, Jehova, katika jina la Yesu. Hikata ya ngarabosi, my God and my Redeemer, wacha niwe dhabihu mbele zako, wacha niwe dhabihu mbele zako, wacha niwe dhabihu mbele zako, dhabihu ambayo inapendeza, dhabihu ambayo inakubalika, dhabihu ambayo inapendeza katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa majeshi, asante Mungu wa miungu. Nani mwingine kama wewe? Nani wa kufananishwa na wewe? Baba, ninajiachilia mbele zako, ninajiachilia mikononi mwako, nitumie kama chombo Bwana. Asante kwa ajili ya wewe. Pokea sifa Jehova, pokea utukufu. Nataka kwa hatua nyingine moja tukabidhi siku ya leo ya pili mikononi mwa Bwana. Tunataka kuomba ya kwamba uwepo wa Bwana uende na sisi, nguvu za Mungu iwe pamoja na sisi, ya kwamba uwepo wa Mungu utembee mahali hapa, nguvu za Mungu zikatembee mahali hapa, Roho Mtakatifu akatembee mahali hapa. Nataka utangaze tu moto wa Mungu mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku hii ya pili. Baba, tunainua siku hii mikononi mwako. Baba, tunatangaza kwamba Bwana siku hii, Baba, tunainuliwa utukufu wako Bwana itakuwa mahali hapa, uwepo wako mahali hapa Bwana. Wacha nguvu zako zikatembee mahali hapa, nguvu za uponyaji ikatembee mahali hapa, nguvu za kuinua itembee mahali hapa, nguvu za baraka itembee mahali hapa, uguso wa Mungu ukatembee mahali hapa, moto wa Roho Mtakatifu ukatembee mahali hapa, utatu wa mbinguni wakatembee mahali hapa. Wacha neema na kibali iwe juu yetu, wacha nguvu zako zikatembee Jehova, kila jambo inafanyika mahali hapa Jehova. Wacha Bwana ukadhihirishe Bwana, wacha Jehova nguvu zako Bwana. Jehova unatenda mambo makuu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Wacha Jehova ukatenda mambo makuu. Baba, asante kwa ajili ya Bwana. Asante kwa ajili ya uwepo wako, asante kwa ajili ya nguvu zako Bwana, asante kwa ajili ya neema yako Jehova, asante kwa ajili ya nguvu zako Bwana, asante kwa ajili ya uwepo wako, asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukaonekane mahali hapa, wacha Bwana ukaonekane mahali hapa, wacha nguvu zako zikaonekane mahali hapa kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana wa majeshi, asante Bwana. Baba, pokea sifa na utukufu. Nataka kwa hatua nyingine moja tuombe watumishi ambao watanena siku ya leo, wenye watasimama kwenye madhabahu, ya kwamba Bwana awape neema na kibali, Mungu aonekanie kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu, na tuwafunike na damu ya Yesu Kristo, na tuwafunike tuwafiche katika jina la Yesu Kristo. Ombea tu watumishi wa Mungu, fungua tu kinywa chako, waambie watumishi wa Mungu. Baba, asante ni kwa ajili ya watumishi wa Mungu Baba ambao umewaandaa ama watanena mahali hapa Jehova. Tunawaombea mahali popote walipo Jehova, tunawafunika na damu
damu the ya Yesu God who Kristo. uplifts. Wenye wanatumia magari wakikuja, tunamfunika na damu ya Bwana, Yesu asubuhi ya Kristo. leo Asante kwa ajili ya Pastor Enoch, Jehova, namfunika na damu ya Yesu watumishi Kristo. wako Asante kwa ajili ya Pastor ninawaombea Sitati, namfunika na kibali damu ya chako, Yesu Kristo. Bwana wangu. Asante kwa ajili ya Bishop Tim, namfunika na damu ya Yesu kutimiza Kristo. makusudio Asante yako. kwa ajili ya Bwana, Pastor ukawakumbuke. Ken, namfunika na damu ya Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya Mike Pito, namfunika na damu ya Yesu Kristo. Wacha utukufu wako ukaonekane, wacha utukufu wako ukaonekane. Baba, tunawafunika na neema yako, tunawafunika na moto wa Roho Mtakatifu, ya kwamba Bwana Jehova unawalinda, unawaongoza wanaposimama mahali hapa, utukufu wako uonekane. Wanaposimama mahali hapa, uponyaji unaonekana. Wanaposimama mahali hapa, Bwana unawatenda mema kwa utukufu wa jina lako, kwa utukufu wa jina la Yesu. Oh, haleluya. Unaenda kuwatumia kama vyombo Baba, asante katika kwa jina ajili la ya Yesu. uaminifu Wewe wako. unaondoa yaliyo yao, Baba, unawapa unaweka neema, yaliyo yako, Yesu. unawapa neema Unaondoa kila Jehova, pango lisilo lako. unawapa Every neema branch that is not of you, oh Lord, you are stripping it, oh Lord, in the name of Jesus. In the name of Inua tu mikono yako juu tunapomwabudu Bwana. Haleluya. Asante kwa yote umetenda. Asante kwa yote umetenda. Asante kwa yote umetenda. Asante kwa yote umetenda. Mwambie Bwana asante kwa yote umetenda. Mwambie Jehova asante kwa yote umetenda. Asante Bwana asante kwa yote umetenda. Ulitenda jana, asante kwa yote umetenda. Utatenda leo, asante kwa yote umetenda. Asante Bwana, asante kwa yote umetenda. Asante, asante kwa yote umetenda. Tunasema asante, asante kwa yote umetenda. Baba asante, asante kwa yote umetenda. Muweza wa yote, asante kwa yote umetenda. Tunasema asante kwa yote umetenda. Afya umetupa, asante kwa yote umetenda. Uzima umetupa, asante kwa yote umetenda. Asante Bwana, asante kwa yote umetenda. Tunasema asante, asante kwa yote umetenda. Asante Jehova, asante kwa yote umetenda. Nasema asante, asante kwa yote umetenda. Nataka tushukuru Mungu kwa ibada ya leo. Mwambie tu Bwana asante. Mwambie tu Bwana asante kwa mkutano wa leo. Tukuze tu Bwana, mwambie asante. Mapenzi yako ifanyike. Baba, tunakushukuru kwa ibada mzuri ambayo umetuandalia. Asante kwa baraka ambayo umetuandalia. Asante kwa yote ambayo umetengeneza siku ya leo. Asante kwa kila jambo. Asante kwa chakula ambacho tutakula siku ya leo. Asante
kwa watumishi ambao tutapokea siku ya leo. Asante kwa watu ambao unawaleta siku ya leo. Asante kwa wamama ambao unawaleta siku ya leo. Asante kwa vijana ambao unawaleta siku ya leo. Asante kwa wazee ambao unawaleta siku ya leo. Asante kwa wapishi ambao wanapika chakula siku ya leo. Asante kwa maji ambayo tutakunywa. Asante kwa kila jambo Bwana. Asante kwa uhai ambao umetupatia. Asante kwa uzima ambao umetupatia. Asante maana wewe ni Bwana. Asante kwa kikombe cha chai ambao umetupatia. Baba, asante kwa wewe ni Mungu. Asante Jehova. Tunakushukuru tukisema asante kwa kila jambo ambao umefanya siku ya leo. Kwa kila jambo ambao utatenda siku ya leo. Baba, pokea sifa na utukufu. Pokea heshima zote Jehova. Tunakushukuru kwa kila jambo. Tunasema asante kwa vyombo. Tunasema asante kwa sauti zetu. Tunasema asante kwa hizo viti ambayo Bwana tutakalia. Bwana, tunasema asante maana masikio yetu ni wazi. Tunasema asante maana wewe ni Bwana wa majeshi. Asante kwa kila jambo. Bwana, ninakushukuru maana wewe ni Bwana wa majeshi. Tunasema asante. Asante. Bwana, wewe utaonekana. Baba, tunakushukuru. Bwana, tunatamani kukuona. Asante kwa Tunatamani kukuone Mfalme. Baba, tunasema asante. Kuona uso wako We worship you, kwenye King of kongamano. Glory. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante maana wewe ni Mungu, Bwana wa majeshi, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu. Nani mwingine kama wewe? Asubuhi ya leo tunakutukuza. Asubuhi ya leo tunakuheshimu. Asubuhi ya leo tunainua mikono yetu kwako tukisema asante kwa yote umetenda. Afya njema umetupa siku ya leo. Pumzi umetupa siku ya leo. Umetuangazia jua ya neema. Umetupata kikombe cha chai. Bwana, tunasema asante. Kuna wengi wamelazwa hospitalini, hata waoni, hawaosikii, lakini sisi tunaona na kutembea. Masikio yetu na yanaweza kusikia, vinywa vyetu inaweza kutoa sauti. Asubuhi ya leo tunasema asante, maana wewe ni Mungu wa ajabu. Ni siku ya pili katika mkutano huu. Baba, tunakushukuru kwa siku ya jana. Tuliona uaminifu wako, tuliona ukuu wako. Tunasema asante. Siku ya leo ya pili, Baba, tunasema asante kwa kila jambo ambayo itafanyika mahali hapa. Yote ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na tunakushukuru tukisema asante. Wanenaji ambao watanena mahali hapa, Bwana, tunasema asante. Vyakula ambaye tutakula Jehova, Baba, tutasema asante. Kwa wapishi ambao wanatupikia, Bwana, tutasema asante. Kila jambo tunashukuru tukisema asante. Funika mkutano huu na damu ya Yesu Kristo. Funika mkutano huu na ukuu wako. Neema yako na kibali chako iwe juu ya mkutano huu. Moto wa Roho Mtakatifu iwe juu ya mkutano huu. Ile wingu ambayo iliongoza wana wa Israeli, wacha ikaongoze mkutano huu. Baba, hatutoki mahali hapa Baba mpaka utubariki. Jehova, kuwa pamoja na sisi. Jehova, utuinue. Jehova, utubariki kwa utukufu wa jina lako. In the name of Jesus. Na tunafungua ibada hii kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila mtu sema amen. Amen. Kila mtu sema amen. Kila mtu sema amen. Kila mtu sema amen. Kila mtu pigia Yesu vigelegele. Pigia Yesu vigelegele. Pigia Yesu vigelegele. Hallelujah. Wow, uko tayari kumsifu Bwana? Na kama kuna kiti mbele yako, naomba tusonge. Kama kuna kiti mbele yako,
labda kuna bagi ya mtu tutakuruhusu. Haleluya. Uko tayari kumsifu Bwana? Uko tayari kumsifu Bwana? Uko tayari kumsifu Bwana? Uko tayari kumsifu Bwana? Haleluya. Pigia Yesu vigelegele. Pigia Yesu vigelegele. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua ukiwa na afya, hiyo ni kitu ya maana sana. Hata kama hujapata kitu ya kukula asubuhi, bora kama unaweza inuka na macho yako inaona, miguu yako inatembea, unaweza kutafuna na kumeza, masikio inasikia umesema nini, mikono yako inaweza kushika kitu. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Tumikele kwa Yesu. Haleluya. Mungu yu mwema, ametenda mema, moyo wangu umtukuze Bwana. Mungu yu mwema, ametenda mema, moyo wangu umtukuze Bwana. Haya, piga tu vikelele, watakuona waimbaji. Kama umebarikiwa, wapi vikelele kwa Yesu? Haya, inua, inua, Yesu, 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 bariki, 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 Yesu, bariki. Yesu. Wapi shamba? Haya, cheza cheza kwa Yesu. Yule mtu cheza cheza cheza. Cheza cheza. Oh, cheza cheza. My God is good. 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 Everything na double double. Double double. Everything na double double. Double double. Everything na double double. Oh Lord. Double double. Everything na double double. Double double. Everything na double double. Oh. Double double. I am tender. Double. 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 Wapi vikelele? Wapi vikelele? Oh, everything na double double. Promotion na double double. Favor na double double. Double double. Na double double. Haya, wapi vikelele kwa Yesu? Weka tu mikono, 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 mikono. Weka, 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 weka. Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Kwa Yesu.
Cheza kwa Yesu. Cheza kwa Yesu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Twende. Kila mtu. Twende, 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 twende. Ay, 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 ay.
Wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Wakusifiwa,
wa kuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Wa kusifiwa, Ai. wa kuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Wa kusifiwa, wa kuabudiwa ni wewe tu. Ishara za miujiza, nani kama wewe, Mungu wa miungu. Wa kusifiwa, wa kuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. Chezea Ai, Bwana, ai, ai, ai. chezea Bwana. Oh, ni wewe tu Bwana. Wa miungu. Mungu wa miungu. Sema ni wewe tu Bwana. Mungu wa miungu. Mungu wa miungu. Sema ni wewe tu Bwana. Mungu wa miungu. Wewe tu. Mungu wa miungu. Oh, ni wewe tu Yahweh. Mungu wa miungu. Wewe tu. Mungu wa miungu. Pigia Bwana makofi. Ai, 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 ai. Sema ni wewe tu Bwana. Oh, ni wewe tu. Sema ni wewe tu Yahweh. Ni wewe tu. Bwana ni wewe tu Yahweh. Ni wewe tu. Bwana ni wewe tu Yahweh. Wapi vigelegele? Inua mikono yako kwa Bwana. Father, we thank you. Lord, we honor you this morning. We surrender ourselves unto your will. And Lord, as we begin this session this morning, we pray for your grace. We pray for your anointing. We
pray the Lord, your spirit may move and touch us, oh God, for your glory, because you are able, oh God. Father, we pray for your servant of God as he comes to minister to us this morning. May you supply him with your enough grace, oh God. The Lord, your spirit will manifest through him for your glory, Jehovah. Lord, we thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Makofi ya Yesu, naweka mikono inapita kichwa chako. Unachapa makofi mazuri. Haya, confirm kama jirani amepiga makofi. Kama ameinua juu mikono, ambia jirani inua mikono juu. Wewe inua mikono juu. Nataka tupige kelele moja. Kelele moja hatari sana. Na hesabu 1, 2, 3 tunapiga kelele ya juu. Are we ready? Yes. 1, 2, 3, hallelujah. Asante sana. We want to begin. Nataka tupokee mtumishi wa Mungu ambaye anakuja kuanza pamoja na sisi asubuhi ya leo. Protocol wangu ungekuwa umembebea vitu ya kuhubiri. Hamjui ni nani? Enda uliza wahubiri wawili. Are we ready? We want to receive Pastor Enoch, who is going to take us through our first session today. Are we ready to receive Pastor Enoch? Yes. Wapi kelele ya Pastor Enoch? Amen and amen. Hallelujah. Wow, would you just put up your hands together and celebrate God? Hallelujah. Naamini unaweza fanya bora zaidi ya hapo. I really believe you can do better than that. Hallelujah. Can I hear a shout of praise? Wow, turn to your neighbor, mpatie high five, mwambie karibu kwa nyumba ya baba yako. Hallelujah. Tembea kidogo, nikupatie nafasi, tembea kidogo, salamia mtu. Salamia watu wawili, watu watatu, in the name of Jesus. Just walk around, walk around, walk around, walk around. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, feel good. Na ukiona mtu asongi, muulize shida yako inakuanga nini. Ukiona mtu hajasalamia mtu lazima kuna kisirani na yeye. Hallelujah. Just have your seats in the presence of God. Thank you so much, praise and worship, for the good work. Can we appreciate the great team for the great work they are doing in the name of Jesus? Pigia waimbaji makofi mazuri. Amen. Amen. Are you happy to be in the house of the Lord? Tuko na furaha kwa nyumba ya Bwana. Yes. Si ni kuombe tu kama kuna nafasi mbele yako, na kama unaweza ruhusiwa kukaa kwa hiyo nafasi, itakuwa ni ya baraka sana kama unaweza songa. Ni kuombe tu tafadhali kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Let's occupy every empty seat so that wale wanapokuja tupatie ushers kazi rahisi ya kufanya venye Mungu anataka ifanyike kwa utukufu wa jina la Bwana. Kwa wageni, naitwa Enoch Kosgei, ni kijana wa nyumba hii. I'm proud to be here. I'm pastoring a church called Calvary Sifa Church, Iten Town, and I want to appreciate God for the moment, and I want to thank God for the grace. Unajua kuna kitu mzito kama kuhubiri baada ya wakubwa wako kuhubiri. And now that I'm the junior most, I take this opportunity to just give God the glory. Now, nataka nizungumze kwa uchache. Najua tumeongeleshwa kuhusu kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza na wa pili, lakini nataka kuzungumzia kuhusu kifungu hicho lakini nizungumzie kitu tofauti. So we are talking about the shift, and when we are talking about the shift, we are talking about the change of mind, and that is what the Bible says, that do not be conformed by the patterns of the world, but be transformed by the renewal of mind,
That is what the Bible says. If you can get it, I can really feel so happy. But before that, I have my wife in the house. Can we appreciate God because of my wife? Hapo najua mambo imechemka mahali. Na kwa sababu nimepewa kuhubiri, sihitaji kumuita asimame hapa, ataongea kwa wakati wake. Ama namna gani? Mama yangu pia yuko ndani ya nyumba, nimemwona mahali somewhere tu. Najua ako somewhere. Amen. God bless you so much, mom. Now, the book of Romans chapter number 12, we go straight to the word of God because I don't want to waste time. Sisi ni curtain raisers tu, mimi na Pastor Stati, sisi ni watu wa mkono. So wale wahubiri wa nguvu wanakuja, wale wenye nilisikia jana wakisema ni watu wa marashi, you know. Si mimi nilisema, nilisikia tu wakisema. Lakini sasa sisi watu wa mkono, wacha tufanye chenye Mungu anataka tufanye. Now, the Bible says, Romans chapter number 12 and verse number 1, Biblia inasema, basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Next verse, verse number 2. This is what the Bible says, wala msifuate kanuni za dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Baba, asante kwa neno lako. Tunaposhiriki neno hili, tamaa ya moyo wangu ni kwamba kukuwe na mageuzi kwa mawazo yetu, kukuwe na mageuzi kwa chochote ambacho kinatuhusu, kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya wapendwa hawa, wale wanaotufuatilia online. Bwana, natangaza neema na baraka juu ya maisha yao kwa utukufu wa jina lako. Thank you, Lord, because you're faithful. We bless you and we love you. In Jesus' mighty name we pray. Now, I want to talk about something different. I want to talk about what I call conformity into the patterns of the world. Conformity into the patterns of the world. And yesterday we talked about transformation, be transformed. All the speakers yesterday were talking about transformation, but today I want to talk about conformity. Mtaniruhusu tu nichanganye Kiingereza na Kiswahili, ingawa Kiingereza ni mingi kidogo, lakini Mungu atatusaidia. Now, conformity to the patterns of the world. Nataka tujue kwamba conformity ni nini. What is conformity? Because before a person is transformed, kabla ya mtu kugeuzwa, lazima kukuwe na hali fulani yalikuwepo kabla ya mageuzi. Na hivyo basi, wakati Bwana anatuonya, ama mwandishi wa Warumi anaandika, ambaye ni Paulo, anaongea kuhusu kugeuzwa nia, inamaanisha ya kwamba kuna hali ambayo tulikuwa kabla ya mageuzi. Na Biblia inasema ya kwamba do not be conformed by the pattern. So it is an urge, ni sheria, ni kanuni ya kutusii ya kwamba tusiitanishwe, tusifananishwe na ulimwengu, bali tugeuzwe nia zetu kwa mageuzi ya mawazo yetu. So this is what the Bible says, do not be conformed by the patterns of this world any longer with the superficial values and customs, but be transformed by progressively changed mind. So that means there is a state that we are in before transformation. And yesterday, all the ministers of the gospel were talking about transformation. And today, as I said, I want to talk about conformity, because this is the foundation on how the person is going to be either transformed or not transformed. So conformity is what holds men. Si ati watu hawajaokoka, si ati watu hawajamjua Mungu, lakini kuna kitu inaitwa conformity ambayo inawasumbua kutokuwa na mageuzi ya nia. Conformity inamaanisha ya kwamba muigo wa mambo ya ulimwengu. Kuna watu waliokoka lakini hawajawacha muigo ya mambo waliokuwa wanafanya kabla ya wokovu. Wanatembea kwa njia walizokuwa wakitembea kabla ya wokovu. Kuna hali fulani ya Wakristo kuzoea wokovu, that you are only born again by confession, but you are not born again by change. And that is why most of the believers are only longing for transformation, but they are not ready to live their ways of conformity. Wakristo wengi hawataki kubadilisha, hawataki kugeuka. Wanataka tu wabaki kwa hiyo hali, lakini wakuwe na name tag kama hii ya kwamba nimeokoka. Lakini hawana chochote cha kudhihirisha wokovu. Wako kwa wokovu lakini bado wako kwa ulimwengu. Hapo ndio penye unapata mama mzuri wa kanisa
baada ya kuzaa mtoto bado anaweza kumpeleka pia kwa mganga apewe irisi ya kufunga kwa mkono na bado anamleta kanisani. It is called conformity. Ya kwamba tunaamini Bwana ana uwezo wa kulinda, lakini bado tuna kitu ya kulinda mtoto tumewekelea mahali. Watu wameokoka lakini bado wameendea kitambaa. Hawaamini kwa nguvu ya msalaba. Wanaamini kwa nguvu ya kamafuta. Wanaamini kwa nguvu ya kakitambaa. Wanaamini kwa vitu ambavyo havina maana. Iwapo kama mchungaji anaweza sema ya kwamba leo mtu yote anataka kununua shamba, akuje tumgawie mchanga na 10,000. Bado wale wa Kristo wanaweza kukuja tena na pesa ambazo hawezi zitoa kama sadaka, lakini wanataka kupeana kwa sababu wanahitaji. So that is what we call conformity. You are not born again to the ultimate purpose. You are only born again for formality. Yaani umeokoka ndio wajue wewe ni Mkristo wa Calvary. Ndio wajue wewe ni Mkristo wa kanisa unashiriki, lakini Ukristo wako haudhihiriki kwa matendo. That is what we call conformity. If you have purpose to be born again, if you are purposing to be transformed, then therefore your mind has to shift. Then therefore your mind has to change. Praise be to the name of the Lord. Ninajua kwamba baadaye tutatiwa moyo, tutasema amen mingi, lakini niruhusu tu wacha niseme mambo yanayotuhusu. Kwa sababu kabla ya mageuzi lazima tutambue penye tuko. Usipojua mahali ulipo huwezi jua penye unaenda. Lazima tutambue nafasi tulioko kabla ya kwenda. Jina la Bwana lipewe sifa. So conformity is what affects the believers. God has got no problem with transformation. God can transform you. God can change you. God can bless you. God can lift you. But it depends with your level of transformation and your level of understanding concerning conformity. Because so many people are speaking in tongues, but their heart is dark. Ni kwa kanisa peke yake ndio penye tunaweza pata watu ambao wanazungumza kwa ndimi lakini wana roho chafu. Ni kwa kanisa peke yake ndio tunaweza pata watu ambao wameokoka wanatoa ushuhuda lakini mawazo yao ni potovu. Ni kwa kanisa peke yao ambao unaweza chukua simu ya Mkristo na ukaangalia history ya Google na uangalie vitu wanatazama. Jehova peke yake ndiye anajua. We are only conformed to the patterns. We want to look like the world. We are not able to change. We are not able to be transformed. And that is why even when we prophesy the words of God into our minds, it doesn't take shape. Because the condition of a man being prophesied to is not right. It doesn't sink. In order for us to receive transformation and a shift, we must begin with the basis of changing our concept concerning conformity. Hawezi kuwa umeokoka na wewe ndio unasengenya. Hawezi kuwa umeokoka na wewe ndio roho mbaya. Hawezi kuwa umeokoka na bado wewe ndio unaongoza kwa chuki na bitterness. It can't be possible. If you are born again, that is why David says, create in me a pure heart, O God. Because out of your heart flows the rivers of life. It is out of your heart. We don't measure you by your outside appearance. We measure you by your inside transformation. Tunakupima kwa mageuzi ya nafsi yako, sio kwa maneno unayosema. Kwa sababu mtu anaweza zungumza vingine na anafanya vingine. Lazima tutambue ya kwamba kabla ya transformation kufanyika kwa maisha yako, lazima kukuwe na nafasi ya kukataa kufanana na ulimwengu. Jina la Bwana lipewe sifa. So conformity is imitating the people of the world. It is just looking like the people of the world. Listen to me, brother. This is what the Bible says. That we are in this world, but we don't belong to this world. We are just passing by. Sisi ni wapitaji. Sisi si wa ulimwengu huu. Tuko kwa ulimwengu. Tunakula kidheri kama watu wa ulimwengu. Tunanunua bundles kama watu wa ulimwengu. Lakini lazima tujue nafasi yetu ulimwengu huu. Jana tukaambiwa ya kwamba sisi, we are the ambassadors of the kingdom of God. We are the ambassadors of the kingdom of God. You must carry the image and the picture of God. When people look at you, they see a total transformation. You cannot be born again for 10 years and you are still the same. You can never
never be born again for 10 years and you don't still know how to pray. It is an error. It is a mistake. We cannot just be babysitting you for too long. It is the high time that you subscribe to transformation by refusing to be conformed. Praise be to the name of Jesus. So the effect of conformity, masaibu ama tatizo ya conformity. Conformity inaweza fanya mtu kukua aje. What are the effects of conformity? The effect number one of conformity is that it lowers your value and your identity. Conformity lowers the value and identity of a person. Kujilinganisha, kujifananisha inapunguza ama kushusha dhamana yako na kujijua kwako. Iwapo unataka kukua kama mtu mwingine, nimekuja kukukumbusha ya kwamba Biblia inasema tumeumbwa vitofauti. Wewe huwezi kuwa kama wale. Praise be to the name of the Lord. So conformity lowers our value. Let's see the book of Romans chapter number 8 and verse number 29. Romans chapter number 8 and verse number 29. Watu wangu wa media ni kama walienda safari. Romans chapter number 8 and verse number 29. Let's see what the Bible says. Romans 8 and 29. We read from 25 and then we keep going. Romans 8 verse 25. This is what the Bible says. In Romans chapter number 8 and verse number 25. Get back to 25. But if we hope for what we do not see, we wait eagerly for it with patience and composure. But if we hope for what we do not see. Do you know what, brother and my sister? That there is something that you have not seen yet concerning you. That there is an image of you that you've not realized. There is a you that nobody knows. Even you yourself, you don't know the image that is predestined for you. Listen to what the Bible says. But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with patience and composure. Next verse, verse 26. This is what the Bible says. In the same way, the Spirit comes to us and helps us in our weakness. We do not know what prayer to offer or how to offer it. We do not know how to pray. This is one thing that I really love about the Word of God. It says, in the same way, the Spirit comes to us and helps our weakness. It is not that God doesn't know your weakness. Si ati Mungu atambui udhaifu wako. Si ati Mungu ajui udhaifu wako. Bwana anajua kwamba wewe ni mdhaifu. Na anasema kwa udhaifu wako, yeye ni nguvu yako. When you are weak, he is your strength. He knows everything concerning. He says, we do not know what prayer to offer or how to offer it as we should. But the Spirit himself knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep forwards. Now, this is what the Bible says. That some other times as believers, we tend to believe on just checking on the outside of us without realizing that nobody realizes himself unless the Spirit of God reveals who you are to you. Hakuna mtu ambaye anajijua isipokuwa Roho wa Mungu ajifunue kwako kukuonesha wewe ni nani. Shida yetu ni vile tunang'ang'ana kutaka kujijua wakati hauna uwezo wa kujijua. Ukweli wa mambo ni kwamba hakuna mtu anajijua. You don't know you. Because every other step of your life you change. Why? Because you don't know you. Kuna watu wengine hapa ni wanyenyekevu kwa sababu hawana pesa. Lakini wewe utajijua wakati utakutana na pesa. Kuna watu wengine hapa ni wanyenyekevu kwa sababu hauna cheo. Wakati utakutana na cheo ndio utatambua vile uko. Hiyo ni kumaanisha hakuna mtu anajijua. Every other time you realize yourself. Every other time you come into the manifestation of who God wants you to become. But now, in the right way, the Spirit of God prays in your behalf. Because you don't know how to pray. That is not the script of today. Let's keep moving. Verse 27, we'll talk about that some other time. And he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is. Because the Spirit intercedes before God on behalf of God's people in accordance with God's will. Now get verse 28. The Bible says, and we know with great confidence
evidence that God, who is deeply concerned about me and you, this is what it does, causes all things to work together as planned for good. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu ambaye anajua mimi na wewe, anatambua kile kitu kinachokuhusu na kile mtu ambaye unafaa kukua. He knows who you wanna be. He knows what you are going through. He understands everything concerning you. And he says, cause all things to work together as planned for good to those who love God. So for us to engage transformation and overcome conformity, we must get to this point of loving God. You can never know yourself until you see a reflection of you in God. Why? Because you are created in the image of God. If you want to know you, then you want to know God. Because you are a reflection of God. Jina la Bwana lipewe sifa. Juzi nilikuwa naambia wapenda kanisani kwetu ya kwamba lazima ibainike wale wameokoka na wale hawajaokoka. Kama vile unaweza changanya maji na mafuta, haitakubaliana. Hata kukue nini, hata kukue na joto, mafuta na maji haitakubaliana. Tatizo ya Wakristo sisi ni kwamba sisi na wale ambao hatujaokoka ni vigumu kutofautisha. Kwa sababu mahusiano tuko na wao bumper to bumper. Vile tunaongea sawa na wao. Vile tunasengenya sawa na wao. Hatupatani na transformation kwa sababu sisi na wa ulimwengu hatuna utofauti. So utofauti unaanza kubainika wakati tunaanza kwanza kwa kumpenda Mungu. Because God is the source of our life. Forget about that. Let's get to verse 29 now, our scripture. The Bible says, for those who he foreknew and loved. For those he foreknew and loved. Wale ambao aliwajua na akawapenda. Wacha tuambie kitu moja. Ya kwamba Mungu alitujua kabla ya existence. Mungu alikujua kabla uzaliwe. Mungu anamwambia Yeremia ya kwamba kabla uumbwe na kuumbika kwa tumbo ya mama yako, nilikujua na nikakuteua. Kila mtu hapa alijulikana kwa Mungu, na alijulikana makusudi anafaa kufanya, na alijulikana mahali anafaa kufika, na alijulikana umbali anafaa kufika. Lakini kizuizi ni sisi kutaka kukua kama mwingine. You are predestined before. You are created in an image of God. You are different from me. I am different from you. And that is why when you get to understand that, you will fail to conform. Conformity ni kutaka kujifananisha. Ukitambua kwamba wewe ni mbegu tofauti isiyokuwa na muunganiko wa mbegu nyingine. Ya kwamba wewe, na ndio sababu kila mtu hapa anabeba jina lake tofauti. Kwamba wewe unajulikana kwa jina lako na tabia yako ambaye si sawa na yangu. So Biblia inasema, for those who he foreknew and loved and chose beforehand. That means even before you chose him, he chose you. Kabla wewe umchague alikujua. Akakufahamu na akajua utakuwa nani, na akajua unaenda wapi, na akajua utafanya nini. Na ndio sababu nataka kutuambia ya kwamba lazima tufike kwa nafasi ya kutojifananisha na wengine. You are a different person. For transformation to happen into your life, conformity must fail. Kutojifananisha na watu wengine. Yaani wewe unafanya achievements ukijipima na wengine. Na ndio sababu tunabambana kubishana. Ya kwamba je, mimi niko wapi? Unajigauge na mwenzako. Ya kwamba huyu tulisoma na yeye, tulizaliwa na yeye, tulikuwa na yeye kijiji moja. Unajipima kulingana na yule ambaye mnatoshana, yule ambaye mnafanana, yule ambaye umekaa na yeye, umezoeana na yeye. There is a different version in the inside of you that you don't need to compare yourself with anybody. You have to realize who God wants you to become so that you stop competing and comparing yourself with other people. You carry a different species and a different seed that God wants you to become. Praise be to the name of the Lord. Mimi nilitambua siri hii nikaacha kubishana. Kwa sababu ninajua ninakimbia mbio zangu. Na mbio zangu hakuna mtu anaweza kukimbia. Ni mimi peke yangu najua capacity na beba. It is only me that knows where I'm headed to. Sometimes
times I get to a point that I'm weary, but I know that my journey is sure, that I'm running my race, that I'm going on my journey, and I have nobody to compete with. Why? Because I am different. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise be to the name of the Lord. You don't need to measure yourself with the success of other people. You don't need to do that. Ati kwa sababu mimi nimevaa suti leo, wewe unataka kuchukua loan uvae suti, shetani ashinde mfululizo. Haujui nimetoa wapi pesa za suti. Na ndio sababu tunajitesa kutaka kukua kama wengine wakati hauko. Kama wewe bado unakula ugali asubuhi, kula. Wacha na kukopa mkate ukitaka kufurahisha umati. Ati kila siku jioni onekana ukibeba mkate. You are trying to prove a point that you are not. I have come to tell somebody today that you have a different identity. You don't need to look like any other person. You carry a different identity. Walk your walk. Walk your journey. Run your race. You have nobody to compete with. But if anything, then you have to compete with yourself. Kama kuna kitu yoyote ambayo ungependa kubishana nayo, bishana na wewe mwenyewe. Kubishana na wewe inamaanisha chenye ulikuwa jana utakani kukua kesho. Lazima kukue na utofauti kuanzia leo, uingie kesho ingine. Kimbia mbio zako. Tingiza jirani yako mwambie kimbia mbio zako. Run your race. Jina la Bwana lipewe sifa. Hii itatupunguzia hasira na ghadhabu. Hii itatupunguzia kusikilia wengine wivu. Kwa sababu unajua wewe uko kwa level za thousands, mimi bado niko kwa 100. Nikuwa mwaminifu kwa 100 zangu. Kwa sababu 1000 nitaingia. Praise be to the name of the Lord. Conformity is one of the problems of transformation. And that is why the Bible urges us to not be conformed. Wacha kujifananisha, wacha kujilinganisha. People are not being transformed because they are only conformed to the patterns of the world. When we talk about the patterns of the world, we are not talking about the ways of the world alone. We are also talking about the people of the world. You are not supposed to be conformed by the people of the world. You are different. You are different. You don't need to compete. Because this is what the Bible says, and I'm sure about this, that for those who he foreknew and loved us and chose us beforehand, he also predestined us to conform to the image of his Son. So this is what the Bible says, that if anything, if you wanna conform, then conform to the image of God. Conform to the image of Christ. Kama kuna mabishano unatakana kubishana, ni ubishane kufanana na Kristo. Kuongea kwako ikuwe sawa na Kristo. Kutembea kwako ikuwe sawa na Kristo. Kufanya vitu kwako kukuwe sawa na Kristo, si sawa na binadamu. Why? Because men are limited. There are some people that have gotten to a place of settling. Why? Because the people they were competing with got to a point of stagnation. And their lives are stagnant because the person they were looking up to is stagnant. Oh my God. Wewe umefikia mahala ambapo kwa sababu unasikia hauna mtu unabishana na yeye, umeanza kutulia. Na hapo si penye Mungu alikusudia ukue. Mungu anakuwazia mambo makubwa. Mungu anakuwazia mambo mema. Lakini kwa sababu wewe kipimo chako ni watu. Nikijenga tu nyumba mzuri kama ya nani, nikinunua tu kiatu nzuri kama ya nani, siku utajaza viatu kwa wardrobe, hautakuwa na haja ya kununua kiatu kingine, kwa sababu mabishano yako iko kwa watu. You just measure yourself by the pace of people. God is thinking differently about your life. Hatunajua nikipata tu gari nitakuwa sawa. Mungu anakupangia ndege, wewe umejilimit kwa gari. Siku unanunua gari, hauoni haja ya kutia bidii zaidi ya hapo, kwa sababu chenye ulikuwa unataka kujitoshanishwa na yule ambaye ako naye, chenye ulikuwa unataka kufikia ushafikia. Unajilimit mwenyewe. I have come to tell somebody that your mind has to be transformed, so that you get to understand that your conformity is not unto men, your conformity is unto Christ. Praise be to the name of the Lord. That your strength is not unto men, but your strength is unto Christ. The Bible says, I am able to do all things. You are limitless. Mimi ningekuwa ningesema amen.
Wewe hauna kizuizi. Wewe mwenyewe ndio utaamua kizuizi cha maisha yako. Unataka kukuwa nani? Kizuizi ni wewe unaamua. Because the Bible says, I can do all things. There is nothing that I cannot do. Hakuna kitu siwezi kufanya. Mimi huambia washirika wangu wa Iten ya kwamba mimi naangalia Iten hivi na naangalia church ya watu 1000. That is what I see. It is just but the start. That is what, because there is no church that has 1,000 members in Iten. I will be the first one to have that. That is what I see. And I cannot limit myself to 200, 300 members and compete with the churches having 200, 300 members, because I know my race is not in hundreds, my race is in thousands. Praise be to the name of the Lord. If anything, I conform to the image of God. Because the Bible says, go ye to the whole world and preach. That is the image that I am conformed to. I will follow what God says and not what man says. Ninakubali kufuata chenye Biblia inasema na si chenye watu wanasema. Kwa nini? Biblia yangu inaniambia ya kwamba mimi to be conformed to the image of his son, ultimately share in complete sanctification, so that he would be the firstborn, the most beloved and honored among the believers. Now, this thing is just all about sanctification and purification, walking in righteousness. But this is one thing that I know. The Bible says, when you have Jesus, you have everything. Anything that I need is in Jesus. The only thing that I'm supposed to do is to conform to his image in sanctification, holiness, and walking in righteousness. The Bible says, seek ye the kingdom of God, and everything will be added unto me. I don't need to focus on the material things. I only need to focus on the kingdom, because the kingdom carries everything that I need. Wapendwa, lazima tugeuze mawazo ya kukuwa tu washirika wa Jumapili. Lazima tutafute ufalme Jumatatu, tutafute ufalme Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Lazima kipaumbele ikuwe ni ufalme, sio kazi. Kwa sababu Biblia inasema tafuta ufalme kwanza. Na wakati inasema tafuta ufalme kwanza, ni kusema ya kwamba fanya kile kitu ambacho Mkristo anafaa kufanya, vitu zingine zitajialign. Uko na duka unapima sukari, pima kwa uaminifu. It is seeking the kingdom. Atuendo unaangushanga kilo, unaweka nati the other side ya kilo. Ukipima inaangukia huko, ndio kubakishia kilo 2, kilo 3. Alafu unafikiria atu kutakuwa na kuinuka. Hautainuka. Kwa sababu gani? Tafuta ufalme kwanza. Seek ye first the kingdom. Seeking the kingdom means everything that you do, you must do it with the mind of God. Lazima ufanye kila kitu kwa mawazo ya Mungu. Unapokuwa kanisani kwa maombezi, au fanye kwa sababu ya mchungaji. Lazima mawazo yako igeuka, ujue ninafanya kwa ajili ya Mungu na mimi. I am doing this for the benefit of me. Let me tell you, I have come to learn with the little journey that I've walked with God, that anything that I do is not for the benefit of anyone. It is for the benefit of me and my journey. And that's why I focus on me. This is one thing that I can tell each and every one of us. Build you. Jijenge. Inua kiwango chako. Praise be to the name of the Lord. He predestined us. We are supposed to conform to his image. Ultimately share his complete sanctification. Walk like God. Talk like God. Psalms 1:1. Psalms 1:1. The Bible says in Psalms chapter number 1 and verse number 1. That is my favorite scripture. Every other time I read this scripture, it's just like a rebuke to my life. This is what the Bible says in Psalms chapter number 1 and verse number 1. Blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked. This is what the Bible says, that blessed and prosperous and favored. You want to attract favor, it does not come by a decree. It comes by these principles. Kupata kibali haikuji kwa kuwatangazia ati pokea kibali. Siku hizi nilipunguza kanisani kwetu kutangaza pokea. Kwa sababu kabla ya kupokea lazima uwe na ufahamu. Kitu akipokelewa itati amen, I receive. Akipokelewangi kina kanuni. Kila kitu iko na kanuni. The Bible says amebarikiwa mtu yule is prosperous, is favored, ana kibali mtu yule ambaye hatembei kwa njia za wenye dhambi. Praise be to the name of the Lord.
Mahubiri yangu leo itakuwa na amen mingi, lakini ni mzuri niwaambie. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia inasema amebarikiwa. Wewe ndio unatafuta kibali, tembea kwa njia za Mungu. Walk in the ways of God. I have never seen a righteous man be forsaken by God. I have never seen a righteous man being forsaken. I am a product of this. I'm coming from a village called Botwa here. Nothing good comes from Botwa. But one thing that I mastered is the people I walk with determines the favor over my life. I don't just associate myself with everybody. It is good to love everybody, but you don't associate yourself with everybody. Because there are some people that comes to your life and they change your life. They change the direction of your life. They changes the trajectory of your life. Be concerned about your circle. Lazima utambue ni nani huyo mwenye anakuzunguka. Ni nani huyo mwenye anakuzingira. Kwa sababu gani? Wanaweza zuia kibali. Kuna watu ambao ukitembea na wao, wewe utakuwa unakataliwa si kwa sababu ya wewe, kwa sababu ya watu umetembea na wao. Kuanzia leo tunakusudia kutembea na watu ambao wanabeba makusudi ya Mungu. From today we are walking with the people that are walking in the counsel of God and not the counsel of men. Praise be to the name of the Lord. It is painful to disconnect, but it is worth it. Ni mzuri, ni uchungu kuachana na rafiki ule bestie mwenye mnakaanga na kusengenya pamoja. Ni uchungu kudisconnect, lakini inahitajika ufanye hivyo kwa sababu ya wewe. It is because of your good. Praise be to the name of the Lord. Mimi tu uniite venye unataka kuniita, lakini mimi nikiamua kudisconnect ni hivyo. Kwa sababu gani? Najua mtu yoyote ambaye hatuendi njia moja, mtu yoyote ambaye hatuzungumzi lugha moja, mtu yoyote mwenye haoni penye naenda na hatuendi penye tunaenda kwa pamoja, mimi roho safi, we disconnect. Because I cannot hinder my destiny at an expense of a certain relationship. I would rather lose the relationship. Even if it is beneficial at the moment, I'd rather leave it. Because my destiny is worth precious than a relationship that can break any time. I have come to learn nowadays, Pasi, relationship is built on what I get from you. What am I getting from you? Or what am I giving to you? Relationship right now is not a genuine relationship. People are connected to you because they are either benefiting from you or either you are benefiting from them. The moment the proceeds stop, that is where the relationship breaks. Nowadays I've come to learn, relationship no longer lasts. Why? Because everybody is connected to you because they want something. We are talking with pastor in the morning kwa office. Na akawa ananiambia story fulani na sitawaambia hiyo story. Lakini kuna jambo moja nimejua, ya kwamba mtu atakutafuta akiwa anahitaji. Mtu yeyote mwenye anajifanya anakupenda, mchunguze sana nia yake inaweza kuwa ni nini. Kwa sababu mara mingi watu utafuta watu wakati wana kitu wanahitaji. Na wana sacrifice hatima yao kwa sababu ya chenye wanahitaji kwa wakati huo, na wakishapata wameondokea. You have to be very conscious. The other day I was talking to my church and I was telling them, you have to have the spirit of discernment. The book of 1 Corinthians chapter number 12. This is what the Bible says, that he gave them gifts, but the same spirit. And one of the gifts that he gave them is the gift of discernment. And this is one thing that believers no longer operates in. You just connect with somebody you've never known. You just interact with someone and you're like, my spirit loves him, but you don't know his culture. You don't know his character. You don't know where he's coming from. You don't know where he's going to. And you just connect and feel like you are comfortable. Please, before you connect and reconnect, you must have discernment. Lazima ukuwe na roho ya upambanuzi. The Bible says, blessed. Get back. Get back to where we were. This is what the Bible says in the book of Psalms 1. Blessed is the man who does not. This the Bible says, a man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advices and example. I believe there are some people that are in the business world, in the marketplace, that are born again, that are doing the better job, that you are able to connect with them. You don't need to connect with non-believers for you to be prosperous. Oh my God. Nani alisema wale watu ambao wanamcha Mungu hawajafanikiwa kibiashara? Nani alisema? Pasi hapa anafanya biashara. He's successful in his business. Why don't you connect with the man that you know?
Why are you connecting with the people that are stealing from the back door? And you really think that you are going in the right direction. This is what the Bible says. Taking their advices. Conformity. Men are conformed. Napenda vile kanisa imetulia. Yaani hii maneno haina amen mingi. Hatutasimama hata tutatoa sadaka sana. Lakini hii maneno inaongea. Conformity. Ni nani unatembea na yeye? Amos 3:3 says, two cannot walk together unless they agree. There must be a common thing that you are coming into an agreement with. We are connected with pastor because we are connecting on a certain point. Hakuna kitu inaweza nihusisha na pastor kwa sababu mimi ni Mkale, yeye ni Mluya. Chenye naweza tuweka pamoja ni chenye tunafanya. So huwezi kuwa beshte ya mwizi. Kuna vile pia na wewe una roho ya uwizi kidogo. Conformity. Tingiza jirani yako mwambie conformity. Before you being transformed, before we begin to prophesy, because I know men of God are coming, powerful, powerful men of God. I'm still young, but there's one thing that I want to tell us, that conformity will limit the transformation in your life. You must be conscious of where you are walking. You must be conscious on where you are stepping. You must be aware of the person that you are connecting with. Get back to where we are. The book of Psalms. The Bible says, following their advice as an example, nor stand in the paths of sinners, nor sit down to rest in the seats of scoffers. Wenye mizaa, kukaa chini na kuzungumza na kupiga story na wenye mzaa. Mkristo tu mzee wa kanisa ako jioni na wavuta bangi mahali atu wanaongea siasa. Mnaongea nini? What are you talking? You represent a different kingdom, and unless you are preaching to them, unless you are doing that, hauwezi kuwa unasema ati beshte yangu najua nakuwa na dem fulani anauzanga bar. Ni beshte yangu tu tunaenda saa zingine tupige story na ananipatia kasoda. Haitawezekana. Haiwezekani. Lazima ikuwe wasiwasi ya kwamba you are either of God or out of God. Pastor amekuja na kisirani sana. Nitarudi tena. Like watu wangu wa Iten tunaona vile wametulia, hawana maneno. Tunakutana nao. Now, blessed and fortunate and prosperous. No, sit down in the rest. Down to rest in the seat of scoffers. Wenye mzaa, wenye vitina, wenye masengenyo. Yaani wewe unatoa wapi nguvu ya kukaa tu chini na kuongea kuhusu unajua dada fulani, unajua mama fulani, unaonako nani? Inakuhusu na nini? Kwa nini usiongee vitu ya kuendelea? Why did you talk about advancing you? Because you have problems. Because you have challenges. Why are you taking more time discussing somebody that is not even concerned about you, that doesn't know even that you're talking about him or her? Yaani uko busy tu unaongelea mtu mwenye hata hakutambui, hata ajui, hata ana kazi yako, hata ana biashara, hata muitani chochote, si wa uko yenu, and you are busy talking. Wapendwa, lazima tutubu. Transformation haitafanyika kama bado hatujajua mambo kama haya. Let's get back to verse number 2. Well, let me change my. Moja najua Mungu hufuatilia neno lake kulitimiza. Jina la Bwana lipewe sifa. Sawa sawa tu tena na vile shetani hufuatilia neno lake kulitimiza. Wakati Bwana anasema let the poor say we are rich, you must be confessing riches even when you are joking. Lazima ukue unatamka utajiri, ufanisi, hata wakati unafanya mzaha. Ukikutana na mtu unamwambia mimi ni tajiri, hata kama hauna kitu. Meditating upon the word of God day and night. Let the word of God be your driving force. In your point of weakness, declare and say, God, you have said that even in my weakness, you are my strength. That when you are in lack, the Bible says that we are not beggars, we are lenders. Not only lenders to people, but to nations. You are not speaking when you have, you are speaking when you don't have. Because God has given us a currency of faith that you will declare a thing and it shall come to the manifestation. The power is in your tongue. You either choose to
confess and profess what God says, or you say what people say. When people are saying that we are defeated, you say, no, that is not my portion. I am not defeated. Najua chenye nasema. Siongei tu kwa sababu ya kuongea, kwa sababu nimejua maneno yana nguvu. Do you know what? Everything that we see is a product of a word.